Kwa mukhtasari, hata ndani ya Israeli yenyewe wananchi, makundi mbalimbali ya kisiasa yanaamini kwamba hawajatimiza malengo yao. Na kwa ufupi, kwa sababu suala la mateka lenyewe bado hawajarejeshwa. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu tufahamu kwamba Gaza ni eneo dogo sana. Kama wanaweza kutumia mwaka mzima na ziada bila kuwa wameweza kudhibiti eneo lote la Gaza, na Israeli ni nchi iliyosifika kwamba ni nchi yenye nguvu za kijeshi, yenye mikakati mikubwa ya kijasusi, yenye silaha za kisasa, inaonyesha kwamba kwa hakika mafanikio hayajafikiwa. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba wamefanikiwa kwa hilo. Lakini nukta ya tatu ambayo ni muhimu kuliko zote, kuweza kuangamiza kundi la Hamas pengine na al-Jihadu al-Islami ni vigumu sana, kwa sababu watu mara nyingi hawafahamu kwamba ideolojia au itikadi haiwezi kuvunjwa kwa vita, kwa mabavu. Ideolojia au itikadi ni kitu ambacho kiko katika akili na ubongo wa mtu. Huwezi ukavunja ideolojia ya mtu kupitia mabavu. Na huko mbele tutaona, kwa sababu kuna dhana za soft power na hard power. Ukweli ni kwamba kilichotokea kimeongeza hasira dhidi ya Israeli, hasa kwa kizazi kipya, kwa sababu watoto wanaoonekea katika mazingira yale, kwa lugha nyingine tunaweza kusema wanakuwa ni sugu wasioogopa kifo, na ile dhana ya adui yao ni nani inazidi kukita katika mabongo yao. Kwa hivyo tutashuhudia kizazi kipya cha kina Sinwar, cha kina Hania na wengine, na kina Sheikh Ahmed Yasin muasisi na wengine, kwa sababu ya yale mazingira. Mwanadamu, mazingira yana nafasi kubwa sana katika kuinfluence behavior yake. Yale mazingira yanachochea chuki zaidi na kufanya kizazi kijacho kiwe kina hasira zaidi kuliko kilichopita. Kwa hivyo kwa mukhtasari, hawajafanikiwa, na ushahidi wa mwisho ni kwamba pale Israeli maandamano yamekwepo huku na kule kumshindikiza waziri mkuu, kwa sababu wanahisi kwamba hatujafikia malengo bado. Sheikh Abdulrazak, kuna mtu anaweza kudhani kwamba malengo hayajafikiwa kivipi, ili hali Yahya Sinwar, Ismail Hania na hata aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu wa Hezbollah ameuliwa. Je, kuwa viongozi wakubwa wa mikawama hii tunaweza tukasema ni malengo kutimia kwa jeshi la Israeli? Kwa hakika sio kutimia kwa malengo, kwa sababu wale walikuwa wakiwakilisha kundi lipo, na ushahidi ni kwamba vita vinaendelea. Kama ingekuwa kuwaua viongozi ni kumaliza kundi lile, maana yake ni kwamba mapambano yasingeendelea. Mpaka hivi sasa hivi Lebanon mapambano yanaendelea, pamoja na jitihada za kunyanyua bendera nyeupe ambazo zinaanza kuonekana, lakini bado msimamo wa Hezbollah ni kuendelea kupambana. Gaza kama tulivyosema ni eneo dogo sana, lakini mapambano yanaendelea. Historia inatuonesha kwamba viongozi wengi waliuawa, lakini makundi haya hayakuisha. Historia ya Said Hassan Nasrullah wa Hezbollah ni baada ya kuuawa kiongozi aliyokuwa kabla yake, na baada ya hapo Said Safiyuddin alipouawa tumeona Naim Qasim amechukua nafasi yake. Kwa hivyo historia inaonyesha kwamba Hamas na Hezbollah sio tasa wa kuzaa viongozi tena, bali ni watu kupishana tu kwamba huyu akitangulia akiondoka. Na yani ukitizama orodha ya viongozi wa Hamas waliouawa ni wengi sana. Miongoni mwa hao katika waasisi ni mtu alikuwa akiitwa Abdulaziz Ar-Rantisi. Miaka ya 91 92 alikuwa katika watu waliotengwa wakazuiwa maeneo fulani. Alikuwa ni daktari huyu. Sheikh Ahmed Yasin alikuwa muasisi, na wengine ambapo orodha tukitaka kuhitaji hichi kipindi chote kitaishia katika orodha tu. Wote walikuwa viongozi, lakini makundi yale hayakusimama. Na utaona kwamba kifo cha Yahya As-Sinwar na namna alivyokufa kimeleta hamasa kiasi gani. Imekuwa sasa ni slogan, imekuwa sasa ni kauli mbiu, na watoto sasa wanaigiza ile hali ambayo alipitia yeye dakika za mwisho alipotaka kufa. Sasa nataka kusema kwamba hawa watu damu yao inaenziwa sana na yale makundi, na ushahidi ndio huo kama tulivyosema. Kama ingekuwa kuuawa viongozi kunamaliza makundi yale, basi harakati zile zingesimama soon tu baada ya viongozi wale kuuawa. Dr. pengine kuna mtu pia anatatizika kwamba umesema Gaza ni eneo dogo. Tunasikia Gaza ni eneo ambalo limetengwa. Israeli bado imeendelea kufanya mabavu yake pale. Sasa hii Hamas haijamalizwa na bado inaendelea mapambano. Silaha inapata wapi, ama tuelewe nini ili hali bado mapambano yanaendelea ukanda wa Gaza? Hamas wanaendelea kupambana na Israeli. Tufahamu kwamba kwa kipindi kirefu ambacho wameanza kupambana wa Palestina na Israeli, ambapo watu wengi wanasema kuanzia mwaka 1948, lakini ukweli ni kwamba kabla hata ya vita kuu ya pili, tangu Waingereza wanatawala pale, mapambano yalikuwepo kabla hata ya vita kuu ya pili. Hawa wamejifunza vitu vingi. Kuna silaha ambazo zinapitishwa kimagendo, lakini kuna silaha ambazo wanazitengeneza ndani, kwa sababu ndio haja yao kubwa. Kwa hivyo kuna watu ambao wanatengeneza hizi silaha
za ndani ambazo zina masafa mafupi, lakini ukitizama ile ni nchi ndogo tu, hata masafa mafupi yanatosha. Alafu kuna nyingine ambazo lazima tukubaliane kitu kimoja, pameshakuwa na pembe tatu, na sasa hivi ni zaidi ya pembe tatu za mashirikiano baina ya Hizbullah, watu wa Hamas na Irani. Lakini zaidi ya hapo mashirikiano yalikuwa makubwa sana katika vita vya Syria ambavyo Irani alikuwa akimsapoti Syria. Na tufahamu Syria ni mlango mkubwa na muhimu sana wa kuingia Lebanoni. Kwa hivyo kuna makundi mengi, lakini kupitia Misri vile vile pamekuwa mara nyingi sana pakipatikana na mahandaki mbalimbali ambayo yanaonyesha kuna namna fulani za kusafiri kinyume na sheria baina ya haya makundi. Sasa hivi pameingia tena watu kama vile Mahuthi wa kule Yemen. Watu tunachotaka kusema ni kwamba wana njia nyingi sana ya kupata zile silaha. Inawezekana kabisa kama ulivyosema kwamba eneo hili ni dogo, katika kipindi hiki ambacho kuna vita pamefungwa kiasi kwamba ni vigumu kuingiza na kutoa silaha hata watu kule kusafiri, lakini tayari walikuwa washajiandaa. Ushahidi ni kwamba katika eneo dogo kama lile, hawa mateka mbona hawajakamatwa mpaka leo hii? Wako wapi? Wako chini ya ardhi, wako juu ya ardhi, haijulikani. Kwa hivyo ni watu ambao tayari walikuwa wamejiandaa na wanazo silaha ambazo pumzi yao ya kivita bado inaendelea mpaka hivi sasa tunavyoona. Vita sasa inaonekana inataka kupanuka. Umeitaja Syria hapo. Na juzi kati tumeona viongozi wakuu wa Iran wa kijeshi kabisa wameingia pale Syria. Ndio tuseme Syria nayo licha ya miaka 9 hii ya kuingia kwenye msukosuko wake wa kutetea serikali yake isianguke, inaweza ikiingia kwenye vita. Kwanza Syria ni katika nchi ambazo zimechukuliwa maeneo yake na Israeli. Lakini kitu kingine ambacho kinapaswa tuelewe ni kwamba huwezi ukalinganisha Hizbullah na Hamas. Hili ni kundi ambalo limeendelea zaidi, lina teknolojia kubwa, lina jeshi lenye nguvu, sio wanamgambo, na lina silaha za kisasa zaidi. Moja katika makosa ya kimkakati katika vita ni ile Israeli kupanua duara la vita lisiishie pale Palestina, wakaanza na Hizbullah. Ilikuwa mkosa kubwa sana. Hizbullah imepata mapigo kwa kuondolewa viongozi wake, lakini kwa namna sasa hivi mambo yanavyokwenda, kuna jitihada za kusimamisha vita ambazo zinatoka upande wa vyombo vya kimataifa, lakini kuna nia na ishara zinazoonekana kwamba Israeli yenyewe inataka hilo jambo lifanyike kwa upande wa Hizbullah. Hizbullah ina uwezo wa kupiga zaidi ya hivi inavyopiga sasa hivi, na ndio maana sasa hivi kuna mrengo wa kuelekea kupiga Tel Aviv. Kama wameshindwa kudhibiti eneo dogo la Gaza, eneo la Lebanoni ni ngumu zaidi. Na mfano ni kwamba walitangaza mwanzoni kabisa kwamba wataingia ardhini, wafanye vita vya ardhini vya kuteka maeneo katika eneo la Lebanoni, lakini zile jitihada zimechukua muda mrefu sana na wamegundua ugumu wa hilo. Sasa Lebanoni ina jeshi lake, na viongozi wamesema kwamba tulitoa tahadhari mapema kwa serikali na jeshi la serikali kwamba kuna harakati za kutaka kuingia kwa miguu kwa majeshi ya Israeli katika ardhi ya Lebanoni. Hizbullah walipoona kwamba hawa wanachelewa kuchukua hatua, walichukua hatua wenyewe. Sasa wasichokijua watu wengi ni kwamba jeshi la Hizbullah lina nguvu na idadi kubwa kuliko jeshi lenyewe la Lebanon. Sasa kwa hali ilivyokuwa ni kwamba ni vigumu sana kupredikti ushindi wa Israeli katika eneo la Lebanoni. Mbali na experience ya 2006 ambayo tuliona yale mapambano yalivyotokea, na hawa wapiganaji kila siku wanaandika barua kwa viongozi wao, na viongozi wao wanawajibu kwa kuhamasisha zaidi kuweza kupambana. Kwa hiyo naona kuna ukungu mbele wa kuweza kusema kwamba jamaa wanapiga hatua za ushindi, na kinachofuata sasa hivi ni kupiga maeneo ya Tel Aviv kwa wingi, ambayo yataleta athari ya ndani, yataleta msisimuko na mhemko kwa wananchi na makundi ya upinzani dhidi ya serikali, na hili ndilo ambalo Netanyahu analiogopa zaidi. Dr. Nchi za Kiarabu zimekuwa zinauoga sana, lakini baada ya Iran kuvunja mwiko ambapo makombora yake yalishuka katika eneo la Israeli, kando ya kusifiwa kuna mfumo Iron Dome, lakini kuna kwamba inapigwa Israeli, na ndo tunaona mpaka mrithi wa kiti cha ufalme anazungumza leo, yazungumza juzi. Na hotuba ya Khamenei juzi kati pia naye alitoa kama wito kwa nchi za Kiislamu kuungana na kusema kadhia sasa ni ulimwengu. Tunataka kuamini kwamba ule mzozo baina ya Waarabu sijui na Wajemi, Usuni na Ushia unaondoka na kuunganishwa kwa hii kadhia ya Gaza sasa. Kwanza nukta hii ni muhimu na inahitaji kuzungumzwa kwa mapana na marefu, na hasa hapo ulipomalizia. Nataka kusema kwamba mzozo wa Ushia na Usuni katika nchi za Kiarabu sisi huku tuliambukizwa tu. Ulikuwa ni mzozo wa kisiasa kabla ya kuwa ni mzozo wa kidini. Hiyo nukta muhimu sana. Viongozi wa kisiasa walitaka uwepo. Na ndio maana baadhi ya wataalamu walikuwa wakisema kwamba kama leo kuna kutukanana Mashia na Masuni na wengine,
kwa sababu kule tulipotoka tumeambukizwa maradhi hayo. Kesho wakipatana itakuwaje? Nachoweza kusema ni kwamba Irani imeprove kwamba iko mbali katika teknolojia ya kivita na teknolojia nyingine, kwa sababu imeshawahi kutumia vituo vya Urusi kuweza kurusha satellite zake, na ulimwengu mzima umetambua, sio nchi za Kiarabu tu, kwamba huyu bwana anaweza na ameweza kivitendo. Alafu kuna siasa nyingine nyingi sana ambazo zinajiri pale, kwa maana ya kwamba Marekani imeshaanza kupunguza ushawishi wake duniani. Nchi za Ghuba na Mashariki ya Kati kwa ujumla zimeanza kunusa hiyo harufu ya kwamba Marekani sio ile ya miaka mingine iliyopita. Sasa hizi nchi, wananchi wake na viongozi wao wana mitazamo tofauti. Tafiti zinaonyesha kwamba majority ya wananchi katika nchi za Waarabu wanapinga Israeli na wanamuona kwamba ni mlowezi. Hichi ndicho kinachoonekana. Hata wengine wanajaribu maandamano, wengine wanaogopa kutokana na siasa ya nchi walizokuwa ndani yake. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba kama kuna nafasi ya kushinda Irani, japo kushinda katika hicho kinachoitwa soft power, kwa maana ya kuwa na nguvu laini, kushawishi mabongo ya ulimwengu kumuona kwamba amesimamia jambo na ana principle, hili limepatikana. Lakini tutashuhudia miaka ya karibuni kwamba siasa ya Mashariki ya Kati itabadilika kiasi fulani, kwa sababu Trump ameingia Marekani na aliwahi kuzuru Saudi Arabia na aliwahi kutoa statement ambazo ziliwaumiza kiasi fulani. Na tunajua siasa ya Trump, slogan yake ni Marekani kwanza. Hawako tayari kutoa kitu bure. Ndio utaona Mchina na Mrusi ameanza kuingia kwa kasi katika maeneo haya, na hasa Mchina. Hata mazungumzo baina ya Saudia na Irani, aliyekuwa kati ni Mchina. Mchina ndo anajaribu kuwaunganisha hapa, kujaribu kutengeneza jukwaa la pamoja. Taban, kwa sababu yeye ni mteja muhimu sana wa energy, mafuta ghafi na vile vile gesi katika nchi ambazo zina gesi katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo mimi nataka kuamini kwamba kama ambavyo ulimwengu ulikuwa unazungumzia juu ya ulimwengu, dunia baada ya September 11, kuna dunia itakayozungumziwa baada ya vita vya Ghuba na of course na vile vya Ukraine. Yani siasa ya dunia lazima itabadilika. Sawa. Iran ameonyesha umwamba wake, amevunja mwiko, Israeli amepigwa. Lakini katikati hapo kwamba kuendeleza hivi, Marekani inasema endapo Iran ataendelea kushambulia Israel, basi atamshambulia Iran. Hili ni jambo ambalo unaona linaweza likawezekana? Katika mambo ambayo watu wengi hawawezi kuyaelewa na pia haipaswi hata yaelewe kwa sababu wakubwa wanayajua, ni kwamba dunia haiwezi kukubali nchi yenye nyuklia kuweza kuingia katika vita bila dunia kutizama kwa macho mawili kabisa. Israeli na nyuklia, Irani wanatia wasiwasi kwamba pengine wamesha develop kufikia kumiliki. Sasa mimi sitaki kusema hilo kwa sababu kuna fatwa iliyotolewa ya kwamba pasizalishwe silaha za kemikali, lakini vovote itakavyokuwa, tayari wana vinu ambavyo vimepiga hatua kiasi. Baadhi ya wataalamu wanasema ndani ya wiki 1 mpaka 2 anaweza akawa na silaha akiamua, lakini ana makombora ambayo yanaweza kuvalishwa vichwa vya nyuklia. Lakini yale maeneo yake tu yale ya kutengeneza nyuklia ni hatari tayari lau kama yatapigwa. Tatizo la nyuklia ina tabia ya utandawazi, yani haiishii kwa yule ambaye amehusika tu. Yani sisi wote tunaweza tukaathirika, aliyomo na hayumo. Na kwa sababu inatosha tu kutanda kwa wingu ambalo litachukua muda mrefu na kufanya hali ya hewa ibadilike duniani kiasi kwamba maisha yatakuwa magumu. Na watu wafahamu kwamba makombora ya nyuklia yaliyopigwa kule Hiroshima na Nagasaki na Marekani kule Japani, yale ilikuwa ni teknolojia ya zamani. Makombora ya nyuklia sasa hivi ni ya kisasa zaidi, uwezo wake wa kuangamiza ni mkubwa zaidi. Na ndio haya mambo tunayozungumza mara nyingi kwamba kuna nchi 9 zinamiliki duniani na idadi ni kubwa sana. Idadi ya juu zaidi watu wanasema karibu 20,000. Sasa athari yake wanaijua walimwengu. Kwa hivyo nyuma ya pazia kuna watu wanaopooza kwamba vita hivi vyote vitakavyokwenda viwe na mipaka yake, kwamba watu kama vile wanapigana makofi wanaachana, ili isifikie mahala mmoja akaingia wazimu akafanya jambo ambalo litaleta maafa kwa wengine. Kwa hivyo dunia yote kwa ujumla haitaki. Kwa hivyo naingia wasiwasi sana kama hayo yanaweza kufikia kiwango hiko, kwa sababu kila mmoja anajua hatari ya hilo. Kwa mfano, Irani yakiguswa katika maeneo ya vinu vya nyuklia hawezi kukubali, lazima atafanya jambo litakaloleta maafa zaidi.
Na Israel vile vile kwa upande wake hakubali kwamba ifikie mahala watu, kwa sababu ni kieneo kidogo. Unajua idadi ya makombora ya Irani mbali alokuwa nayo, akiamua kunyesha mvua katika eneo lile ataweza kuangamiza ile nchi. Si kwa sababu haina silaha za kutosha, lakini eneo lake la kijiografia pia ni dogo sana. Kwa hiyo mimi naingia uzito kidogo kwamba hatua hiyo inaweza kufikia. Naamini Irani mwenyewe hataki, naamini Marekani mwenyewe hataki, na hasa Marekani wa Trump asiyetaka kutoa gharama nje ya nchi yake ambazo hazileti maslahi ya moja kwa moja katika nchi yake. Tukibaki hapo kwa Marekani ya Trump ulivyosema ni mfanya biashara, hapendi hasara, nature afanya biashara. Sasa kwa mzozo ulipofika, unamuona akienda kumtosa Netanyahu na endelee na washirika wake wa Kiarabu ambao wanatija zaidi. Tunashuhudia hata mauaji ya Jamal Khashoggi, licha ya shinikizo amesema siwezi kuwekea vikwazo Saudia, maana ni washirika, ni ng'ombe ambao unamkamua na maziwa mazuri. Hapa tulipofika, Trump ule wa awamu ya kwanza atakuwa sawa na awamu ya pili? Kwanza ni vigumu sana kusema rais yoyote yule wa Marekani anaweza kuwa dhidi ya Israeli. Kwanza tupigie mstari hilo. Ni vigumu. Kivipi? Kwa sababu siasa ya Marekani imeshikwa kwa kiasi kikubwa sana na makundi ya kizayuni yalokuwa nyuma, na hakuna rais ambaye anaweza kupita bila kuahidi kundi la AIPAC ambao hawa ni malobisti wa Kiyahudi waliokuwa Marekani kwamba atafanya nini kwa maslahi ya Marekani. Kwa hiyo tupigie mstari hilo kwamba ni vigumu kabisa siasa za nje za Kimarekani ziwe ni dhidi ya Israeli. Kwanza wana finance sana chaguzi. Tuelewe tu kwamba Marekani inatumia gharama kubwa sana katika mambo ya kampeni za uchaguzi. Na kiongozi yote ambaye hana uwezo mkubwa wa kuweza kutoa fedha kwa ajili ya kampeni hawezi kupita. Kwa hiyo ndio maana utaona hata Elon Musk, tajiri mkubwa duniani, ameingia na yeye katika kampeni. Mimi nasema amewekeza kwa kutoa fedha zake. Sasa tunachoweza kusema ni kwamba hawezi kuwa Trump dhidi ya Israeli. Na kumbuka kwamba ndiye aliyesema kwamba atahamisha ubalozi wa Marekani kwenda Tel Aviv, kwenda Jerusalem, na ile likaleta dhaja. Sasa kwanza hilo tukubaliane, hawezi hivyo. Lakini tufahamu kwamba katika Israeli siasa iliyokuwepo sio ya Netanyahu peke yake. Kuna makundi ya upinzani ambayo anaweza kushirikiana nayo kuhakikisha yale malengo anayoyataka yeye yatimizwe. Netanyahu ana msimamo mkali na ana sababu zake, lakini kuna makundi ambayo yana msimamo tofauti ambayo anaweza kushirikiana nao akafikia mahala ambapo sio kuitoza Israel, lakini wakati huo sio kuiacha. Kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyoamini. Ama kwa nchi za Kiarabu uhusiano ni wa maslahi, na nadhani utaendelea uhusiano wa maslahi na hizi nchi za Kiarabu, na kubwa kinachotakiwa katika nchi hizi zikipewa na zenyewe zitoe. Kupewa maana yake ni kuhakikishiwa amani na kambi nyingi za kijeshi ziko kule, lakini na zenyewe zitambue Israel na ziamiliane na Israel, jambo ambalo linafanyika hata huwa wakati wa vita. Kwa hivyo itakuwa nipe nikupe, na hii ndio siasa ya Trump. Palestina inazidi kupata uungwaji mkono kimataifa. Hapa ndio tunaweza tukasema mwanzo wa kupatikana kwa taifa huru la Palestina umefika, ama bado na safari? Kwanza kabla sijajibu hilo swali nikubaliane na wewe, na ndio wakati ambapo naweza kuudokeza kidogo kuhusu hard power na soft power. Kiswahili tunaweza kusema nguvu ngumu na nguvu laini, kwa maana ya kwamba kuna nguvu za kimabavu kama hizo za kijeshi, alafu kuna nguvu nyingine za kivita zinaitwa ni nguvu laini. Ni ule ushawishi wa kuweza kushawishi dunia kukukubali wewe. Tukitizama kwa hakika idadi ya Wapalestina waliokufa wengi sana, lakini hiyo sacrifice imeweza kuibua awareness ya watu duniani, kwa sababu vita vyovyote vile vina propaganda. Neno propaganda mara nyingi sana watu huamini kwamba lazima iwe imebeba maana hasi. Propaganda inaweza kubeba maana chanya au hasi, yani kwa maana ya kwamba inaweza ikawa propaganda katika kushawishi dunia ikukubali katika mambo ambayo si sawa sawa, na wakati mwingine mambo yenyewe ni sawa. Sasa ukitizama kwa mfano Israeli, Mayahudi baada ya vita kuu ya pili waliweza kushawishi dunia kuwa na huruma nao, kitu kinaitwa sympathy, ambao ni moja katika milango ya kuingia katika hiyo soft power. Dunia iliamini kwamba Mayahudi wamedhulumiwa sana, wameuliwa milioni 6 na Hitler. Kwa hiyo dunia ilikuwa ikipigania kuhakikisha Yahudi anapata ardhi na walifanya kazi hiyo kubwa. Na ukisoma kitabu cha Obama chapter 25 wameandika kwa kirefu kuhusu yeye mwenyewe alishawishika vipi Rais Obama. Sasa katika sababu za kupewa nguvu na watu kumtetea ni kwa sababu alifanikiwa kushawishi dunia kwamba yeye ni madhulumi na amenyang'anywa ardhi, ameonewa duniani, kwa hivyo anafaa kutetewa. Sasa upepo umebadilika, hata wale walikuwa hawajui wameanza kuelewa ukweli kuhusu Palestina na kile kinachofanyika kule. Na kwa hakika ni mambo ambayo kila mwenye ubinadamu
hajatawaliwa na uhayawani linaathiri sana jambo la kuuliwa watoto namna ile, zaidi ya 16,000. Sasa nataka kuamini kwamba kweli dunia sasa imevaa miwani ya kutizamia tukio lile, miwani yenye rangi tofauti. Hilo namba moja. Lakini nataka kusema la ziada, huyu sio adui wa Waislamu, ni adui wa Waislamu na Wakristo, kwa sababu wa Palestina wako Wakristo na Waislamu. Wamevunja makanisa kama walivyovunja misikiti, wameteka makasisi na wengine kama walivyoteka mashekhi. Zile zama tunazungumza ulimwengu baada ya vita vya Gaza, ulimwengu baada ya vita vya Ukraine utakuwa ni ulimwengu mwingine, lugha itakuwa ni nyingine tena. Kwa hiyo naamini kuna changes zitakazotokea na zimeshaanza kutokea, na mikutano mingi ya kimataifa sasa chini ya Umoja wa Mataifa au sio chini ya Umoja wa Mataifa, unaona namna wanavyoreact against ya matukio yanotokea kule. Matarajio ni kwamba kizazi kipya kitakuwa na mtazamo tofauti juu ya taifa la Israeli. Na taifa jipya la Palestina unaliona? Sioni kwamba nkaribu, kwa sababu moja, dunia haifahamu kwamba wanaopigania demokrasia duniani wenyewe hawana demokrasia, na Umoja wa Mataifa hauna demokrasia. Kura za turufu zimezuia sana Palestina kuwa na taifa huru linalojitegemea, sio kuwa na mamlaka tu, kwamba haya mamlaka ya ndani ya Palestina. Na hatuoni kwamba Marekani amefikia mahala asitumie kura yake ya turufu katika hilo. Kwa hiyo kikwazo ni hicho tu kikubwa. Na mara nyingi tunasema kwamba kule clau kama minyororo ile ingefunguliwa, kura nyingi angezipata za Umoja wa Mataifa za kuliunga mkono lile taifa, kwa sababu lishaungwa mkono mara nyingi, lishapigiwa kura nyingi, lakini katumia mtu kura ya turufu akazuia hayo na hayajawa. Hapo ndipo ninapopaona kwamba pana kikwazo. Ila tu kwa kizazi kijacho na yale malengo ya kuokopai maeneo zaidi ya Palestina, tunadhani kwamba kama ambavyo wameidhuru Palestina, lakini pia wameirudisha Israeli nyuma kiasi kikubwa sana katika mapambano yake ya kuokupai maeneo zaidi. Na namalizia kwa kusema, kwa sababu katika siasa ya Israeli ilikuwa ni kualika Mayahudi waliokuwa duniani waende kuijaza ardhi ile. Na kwa haya yaliyotokea, harakati za kuondoka zimekuwa mkubwa, na kule kuamini kwamba hakuna amani huko, hapafai kuishi imekuwa ni harakati kubwa. Kwa hiyo wanahitajia jitihada kubwa sana kushawishi walimwengu Mayahudi waweze kurudi kule. Na taifa bila watu haliwi. Makazi yalikuwa bure, huduma za afya bure, elimu bure, ili kumshawishi Yahudi wa Ulaya akubali kuacha Ulaya aje akae pale Palestina. Lakini kwa matukio yaliyotokea haya, zinahitajika jitihada kubwa sana kumfanya akubali kuweza kuishi kule. Kisha brother, kuna mtu anaweza akasema hasa umri wetu kwa matangia na kuwa nasikiliza Gaza. Lakini kuna Wapalestina ukingo wa magharibi. Tunaona kama wako salama kidogo, hauna mishikili. Hapa tuelewe nini? Kwa nini Gaza hiyo kuna msimamo mkali na vurugu, lakini wale wa upande wa ukingo wa magharibi na rais wao yule, yani kama wapo tu, na tuelewe nini hapa? Kwa sababu siasa zilizokuwa Palestina zilikuwa na makundi mawili. Makundi yanayoamini meza ya mazungumzo na makundi yanayoamini kupambana. Wanasema kilichochukuliwa kwa nguvu hakirejeshwi ila kwa nguvu. Kule ukingo wa magharibi, PLO iliyoasisiwa na Yasser Arafat ina nguvu sana na ndio wenye mamlaka. Katika demokrasia na kura zilizopigwa huku na kule, Hamasi walikuwa na nguvu maeneo ya Gaza. Kwa hivyo Hamasi ina ushawishi mkubwa sana Gaza kuliko kule ukingo wa magharibi. Ni chama cha siasa. Matokeo yake ni kwamba siasa ya msimamo mkali ya Gaza ikawa inatawala zaidi, kwa sababu wenye kushika hatamu na wenye nguvu zaidi ni watu wa Hamasi. Lakini kule si kwamba wako salama sana, kwa sababu mazungumzo ya amani tangu alipokuwepo Yasser Arafat mpaka leo hajaweza kuleta tija, hajawapa taifa wala hajaongezea ardhi, bali upokonyaji wa ardhi umeendelea. Kwa hivyo tofauti kubwa ndio hiyo. Lakini wananchi wenyewe wa ukingo wa magharibi, kwa haya yalotokea, kwa sababu hawa ni nchi moja, kwa hivyo ni watu damu moja, lakini zaidi ya hapo itikadi pia moja. Wale vile vile si kwamba ni watu ambao wanahisi kwamba wako salama sana na mwenzao ndio mwenye matatizo. Wao wanashirikiana katika kuona kwamba kilichotokea kimetutokea sisi. PLO ndio hii Fatah. Fatah ni kundi katika PLO. Yani PLO ndio chama chenyewe, lakini ndani ya PLO kuna kundi la Fatah, kundi ambalo kwa hakika liko chini ya PLO, lakini huwezi kusema ndio hao, kwa sababu ni kama vile unazungumza Irani alafu kuna wale wanaitwa Al-Haras Al-Thawri, kuna kundi maalumu ambalo linatumika vile vile na chombo kile ndani ya PLO. Kwa hivyo wale kidogo ni wale ambao wanaweza kuwa na msimamo mkali ndani ya PLO, lakini sio kiasi kile cha Hamas na Al-Jihad al-Islami. Yani tuseme ni kama hivyo. Kwa mfano katika vyama vyetu vya upinzani kuna makundi ya kiharakati ndani ya chama. Ni chama kina uongozi wa kitaifa,
lakini kina kundi fulani la harakati ndani ya chama. Zile jumuiya. Naam, lakini ni kundi lenye msimamo fulani, na ni kundi linaweza likatumika katika maamuzi fulani, katika mapambano fulani, ndio kikundi cha Fatah. Dr. Netanyahu ana maandamano yake ndani yanamsumbua. Na bado sisi tunataka vita viishe. Tunachomokaje sasa hapa? Vita mara nyingi sana vinaisha kwa watu kubali kukaa mezani. Lakini mara nyingi sana kukaa mezani kunampa mtu sauti zaidi pale anapokuwa ana karata dume. Kila mmoja anajaribu kuonyesha kwamba vita hivi mimi nina karata dume. Kwa mfano Hizbullah anasema hatuko tayari. Hivi taarifa za karibuni ni kwamba Hizbullah wamepokea barua kwa ajili ya kukaa na kuzungumza juu ya kusimamisha vita. Naim Qasim amesema tumeijibu barua hiyo, lakini tumeweka conditions zetu. Sasa maana yake ni kwamba wamejibu, lakini wamesema tunataka hiki na hiki kiwepo. Huo mvutano unaweza ukachukua muda. Na mimi naamini fika kwamba Israeli vile vile matakwa ya vita kusimama ni makubwa sana, japo kuna madai vile vile ya kurejeshwa kwa mateka. Na Hamas masharti yake ni kwamba sisi tunawapeni mateka, tunasimamisha vita, tuwape mateka na nyie mtupe wa kwetu. Na siasa ilivyokuwa ni kwamba haya ishatokea sana. Hizbullah ishawapa mateka miaka ya nyuma huko, pamoja na waliokufa pia na yenyewe ikapewa. Sasa haya masharti huwa ni sehemu kubwa katika yanayotawala katika mazungumzo kawaida ya pale. Mimi naamini kwamba ikiwa jumuiya ya kimataifa itaingia kwa nguvu, na ikiwa siasa ya Trump na ahadi zake katika kampeni kwamba akiingia kwa muda mfupi anaweza kusimamisha vita, ikiwa yote yatafanyika hayo na makundi mbalimbali yakaingilia katika hilo, basi watu watapeana masharti, lakini hatimaye vita vinaweza vikasimama angalau kwa kipindi hiki. Ila Israeli nia yake ni kwamba vita vikisimama atapata fursa ya kujipanga zaidi, lakini si kwamba atakuwa amemaliza vita. Na hata wa Palestina wenyewe hawamalizi vita madhali ardhi zao zimekuwa occupied. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba hata vikisimama itakuwa ni transit tu. Safari bado itaendelea kwa miaka ijayo.